Sababu tano zinazofanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga pale wanapokutana au pale unapokuwepo na derby kati ya Yanga na Simba. Zipo sababu tano ambazo zinafanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga. Haijalishi ni shabiki wa Yanga, haijalishi ni shabiki wa Simba, lakini ukweli ni kwamba Simba imeifunga mara kwa mara Yanga, na hizi ndizo sababu tano ambazo zinafanya Yanga kufungwa mara kwa mara na Simba. Na Simba ni mojawapo ya timu kubwa kimataifa ambayo inawakilisha Tanzania. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza kuona Simba inaifunga mara kwa mara Yanga. Na sababu ya kwanza ambayo huipelekea Simba kuifunga mara kwa mara Yanga ni kwa sababu ya kuwa na wachezaji wazuri kuliko Yanga. Ukweli ni kwamba tunafahamu kwamba Simba ina wachezaji wazuri, na mara kwa mara uongozi wa Simba huweza kununua wachezaji wazuri. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo huwa inafanya Simba kuifunga mara kwa mara, kwa sababu ya wachezaji wazuri. Yaani ukilinganisha wachezaji wa Simba ni wazuri kuliko wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo huwa inafanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga. Na pia sababu ya pili ni sababu ya mashabiki kuwashinikiza Simba au kushinikiza klabu ya Simba kuweza kupata matokeo mazuri. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya Simba kuweza kuifunga mara kwa mara Yanga, kwa sababu ya mashabiki. Kwa sababu mashabiki wanakuwa wanataka matokeo mazuri, hali ambayo motisha inakuwa ni kubwa kwa wachezaji, au motisha inakuwa ni kubwa kwa uongozi wa Simba kutaka kupata matokeo mazuri kutoka kwa Yanga. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga, kutokana na mashabiki kutaka matokeo mazuri pale wanapokutana kati ya Yanga na Simba. Kwa hiyo Simba, hii ni mojawapo ya sababu ambayo inapelekea kuifunga mara kwa mara Yanga. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya uongozi kutaka matokeo mazuri. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga, kutokana na uongozi kutaka matokeo mazuri, kwa sababu tunafahamu uongozi ni wale wawakilishi ambao wanawakilisha Simba. Kwa hiyo wanakuwa wanataka matokeo mazuri ili iwe motivation ya kuweza kuwafanya kuisupport zaidi Simba. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga, kutokana na uongozi kutaka matokeo mazuri. Na pia sababu ya nne ambayo inafanya Simba kuifunga mara kwa mara Yanga ni kutaka rekodi nzuri ya kuifunga mara kwa mara Yanga. Tunafahamu wazi kwamba Simba ni mojawapo ya klabu kubwa ambayo inafanya vizuri zaidi, na kati ya mahasimu hapa Tanzania ni Simba na Yanga. Kwa hiyo Simba huhitaji kupata rekodi nzuri ya kuifunga mara kwa mara Yanga, hali ambayo inakuwa ni sababu mojawapo ambayo inapelekea Simba kuifunga mara kwa mara Yanga, kutokana na kutaka kuweka rekodi ambayo hata katika kizazi kijacho kiweze kufahamu kwamba Simba ilikuwa inafunga Yanga mara kwa mara. Na pia sababu ya mwisho kabisa ambayo inapelekea Simba kuifunga mara kwa mara Yanga ni kwa sababu ya uongozi wa Yanga kushindwa kumaintain vizuri katika swala wanapokuwa wanacheza pamoja. Ni vizuri zaidi kutambua kwamba uongozi wa Yanga katika swala ya kukutana wao wanapokuwa wanacheza huwa wanashindwa kumanage vizuri wachezaji wao, hali ambayo inakuwa ni sababu mojawapo ya Simba kuweza kuifunga Yanga mara kwa mara. Kwa hiyo hizi ndizo sababu tano ambazo zinapelekea Simba kuifunga Yanga mara kwa mara, na ni vyema zaidi kutambua kwamba sio jambo la kushangaza kuona Simba inafunga mara kwa mara Yanga, kutokana na hizi sababu tano, kwa sababu tunajua kwamba Simba ni mojawapo ya klabu ambayo inafanya vizuri kimataifa kuliko Yanga. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza kuona Simba inaifunga mara kwa mara Yanga. Kama unahitaji kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow ili uweze kufahamu kiundani zaidi. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.